Mmoja wa wafuatiliaji wa chaneli hii ameuliza swali na swali lake linasema hivi: Mungu katokea wapi? Kabla ya kuanza kulijibu swali hili, niseme tu kwamba ukilitafakari hili jina, kimsingi huyu muulizaji anataka kujua chanzo cha Mungu. Na nafikiri katika mtazamo wake, kwa kuwa anaamini kwamba kila kitu kina mwanzo, basi pengine na huyu Mungu naye ana chanzo. Na kimsingi swali hili limekuwa mojawapo maswali mazito sana yamesumbua wanadamu tokea enzi, katika kila rika, katika kila dini, katika kila kabila, katika kila rangi, toka enzi. Na sababu kubwa kwa nini wanadamu wamekuwa wakisumbuka na swali hili ni kwa sababu wanadamu katika uwepo wetu tunafungwa katika zile hisia zetu tano. Kila kitu tunakielewa kwa kutumia zile hisia tano. Wagiriki baadaye pamoja na Waroma, hasa Wagiriki katika falsafa walijaribu sana kujibu hili swali huko nyuma na walitengeneza dhana nyingi, lakini tutakwenda kujibu swali hili katika vipengele. Tutaligawa majibu yetu katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza tunakiita mtazamo wa kimantiki, kwamba huyu Mungu yeye ni msababishaji ambaye asiyesababishwa, au tunasema yeye ni sababu isiyosababishwa, kwamba ili aweze kusababisha uumbaji wa kitu kingine chochote, yeye hataki kusababishwa na chochote, au ili aweze kuwa chanzo cha kitu chochote, yeye anatakiwa asiwe na chanzo. Na kwa namna hiyo ni kwamba laiti kama huyu Mungu tungesema kwamba ana chanzo chake, tungeingia katika tatizo kubwa zaidi, kwamba huyu Mungu kama ana chanzo, ule mnyororo wa chanzo unakuwa haumaliziki. Tunasema infinite chain of the source katika lugha ya Kiingereza. Na mzaburi kwa mstari mmoja, mzaburi anaeleza vizuri sana. Tutasoma Zaburi ile ya 90 mstari wa pili. Zaburi ya 90 mstari wa pili nasema hivi: kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Kwamba yeye huyu Mungu, kwa kuwa yeye ndio msababishaji, hana chanzo, ndio anaweza kuwa chanzo. Tukienda katika kipengele cha pili cha kujibu swali, nitalijibu katika mtazamo wa kisayansi. Na katika mtazamo wa kisayansi ni kwamba sayansi inaamini kila kiumbe, aidha kiwe na uhai au kisiwe na uhai, tunasema ni mata, kinaumbwa na maada. Sasa ili maada iweze kuwepo, lazima kuwe kwanza kuna muda, yani tangu kile kipengele ambacho hii maada imekuwepo, muda chanzo. Lakini pia lazima kuwe kuna nafasi. Sasa tukitafakari tutagundua kwamba ili huyu Mungu aweze kuwa muumbaji wa hizi maada, lazima awepo nje ya vile vitu vitatu, kwamba muda, nafasi na hii maada. Na mstari wa kwanza kabisa katika Biblia Takatifu unalijibu hili swali vizuri kabisa, na tutasoma kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, mstari ambao una maneno 7 tu. Nasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapa tunaona kwamba Mungu katika namna yake ya ajabu na katika hekima ya ajabu, mstari huu unalijibu swali kwa sababu hivi: Mungu anakuwa anaishi nje ya hivi vitu vitatu, kwa sababu yeye ndio chanzo cha muda, yeye ndio chanzo cha nafasi, na ndio chanzo cha hii maada. Kwa sababu yuko nje, anaunda, tunasema pale mwanzo, maana yake ni mwanzo wa muda. Mbingu tunasema ni nafasi, na wakati huo huo nchi inawakilisha maada, kwamba hii maada, kama Mungu angekuwa anatengeneza hivyo vitatu katika nafasi tofauti tofauti, ingelikuwa kipengele kigumu sana, kwa sababu kama angetengeneza mada bila ya muda, angeiweka lini hii mada, ingeanzia lini bila ya muda. Na kama angelikuwa na muda, tungesema angekuwa na mwanzo kuweka hii mada, lakini hana nafasi, angeiweka wapi? Lakini katika namna ya ajabu unaona Mungu katika hekima yake, mstari huu unajibu maswali yote, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Vyote vinakuja kwa wakati mmoja. Kwa maana hiyo kisayansi hapa anafunga swali gumu kabisa la kisayansi, kwa sababu anaumba muda, anaumba nafasi, na pia anaiumba mada ambayo inatengeneza viumbe. Kipengele cha tatu, namna gani ya kuangalia hili swali, tutaangalia katika mtazamo wa kimaandiko, kwamba sisi wanadamu, particularly kwetu sisi wa Kristo, kwetu sisi tunamwangalia Mungu kwamba Mungu si kitu, yani God is not a thing. Kwa maana hiyo, kwa kuwa yeye si kitu, yeye ndo anakuwa ni
mwanzo wa vitu vyote anavyoviumba, na yeye ndio chanzo cha uwepo wa kila kitu, kila kiumbe, kiwe kina uhai, kisio na uhai, kinachoonekana au kisichoonekana. Na tukienda katika kitabu cha Ufunuo tunaona Mungu mwenyewe analijibu vizuri hili. Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni nafsi ile ya pili ya Mungu, ambaye ndio anamdhihirisha Mungu, analijibu vizuri sana hili swali kwa kuangalia Ufunuo. Tutasoma Ufunuo sura ile ya kwanza. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8. Bwana Yesu anasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Tukienda katika kitabu hicho cha Ufunuo, safari tunakwenda Ufunuo sura ya 22 mstari wa 8. Nasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Naam, anajibu vizuri kabisa, na kimsingi hapa Bwana Yesu anajiita kwamba yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na kwa upande wa Waislamu haya maneno mawili, mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, ni sifa za Allah. Kwa hiyo katika kujibu swali hili pia najibu swali la Waislamu kwamba Bwana Yesu ni Mungu, kwa sababu anajipa sifa ambayo Allah alijipa miaka 600 baada uwepo Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana, naamini jibu hili limeweza kukusaidia, na kama una swali lingine lolote na kutia moyo kwamba uliza, tuma kwenye DM, nitatafuta nafasi kujibu swali. Muhimu tuliwe swali lenye nia njema.